Hii tumekuwa na semina nzuri sana ya Smart Pastors. This week we have been having a very nice seminar for wachungaji makini. Imekuwa ni baraka sana. It has been a blessing. Kiongozwa na Dr. Hamuri pamoja na wasemaji wengine wa Marekani 4. Which has been led by Dr. Hamuli plus other speakers from America. Tumejifunza mambo mengi makubwa sana. We have learned a lot of things. Namshukuru Mungu kwa wachungaji wa hapa ambao waliweza kufika. I thank God for the pastors here who have managed themselves to be there. Kanisa letu tunakwenda kuwa na Smart Pastors. Our church are going to have wachungaji makini sana. Mtaona matendo. You will see the actions. Tulijifunza mambo mengi makubwa. We learned a lot of great things. Lakini moja ya jambo, but one of the things ambalo tuliambiwa kwa habari ya washirika, which we were told about the church members, kuwekeza kwa washirika, to invest on church members. Kwa sababu katika vitu vyote tunavyowekeza, because in everything that we are investing in, kuwekeza kwenye magari, when we invest in cars, kwenye nyumba, in houses, kwenye viwanja, in land, havitakuwa na matokeo ya kudumu. They cannot give us permanent results. Lakini tunapowekeza kwa watu, but when you invest in people, hasa washirika waaminifu, especially faithful believers, wakawekeza tena kwa kizazi kinachokuja, and then they invest in the next generation, wakaendelea kuwekeza kwa kizazi kinachokuja, and they continue investing in the next generation. Unapowekeza kwa mtu mmoja, so when you invest in one person, mwisho wa siku, at the end of that day, kule mbinguni tutakuwa na kundi kubwa sana, in heaven we are going to have ambao ni matokeo ya uwekezaji wako kwa mtu, of your investment on a person. Kwa hiyo tukajifunza kwamba hakuna kitu cha thamani kama binadamu. There is nothing precious like a human being, ambao unahitaji kuwekeza kwake, whom we want to invest in. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hapo ni kakipengele kadogo kati ya mambo mengi makubwa tu. That is just a small portion about among all the big things. Kwa hiyo sasa nataka na wewe ulifanyie mazoezi hili. So I want you also to exercise this. Utawekeza kwa watu wasiopungua 5. You are going to invest for people not less than 5. Alafu utamwambia tu neno hili. Just tell them this word. Yesu anakupenda na mimi nakupenda. Jesus loves you and I love you. Alafu mwambie ukiwa unatabasamu. Tell them when you are smiling. Hata kama una mapengo. Even if you don't have teeth. Alafu huyo mtu hakuwahi kutegemea kupata mkono wako. And that person didn't expect to get your hand. Utakuwa umewekeza kitu fulani cha upendo. You will be investing something of love in him. Atatoka hapa, he will come out from here. Akutegemea wenda na ataenda atanunua hata soda ajipongeze. He didn't even expect. He will buy a soda for himself to congratulate himself. Kwa hiyo ninaomba sasa hivi, so right now, tuanze hili zoezi. Do this. Hata kama kuna mtu kule nyuma, even if there is somebody at the back, nataka nisikie zogo humu ndani. I want to hear noise la uwekezaji of investment. Haya, ukitaka kuwekeza kwa maaskofu huko na wengine wote, haya tuanze kuwekeza. Go on investing on people. Mwambie Yesu anakupenda na mimi nakupenda. Jesus loves you and I love you too. Alafu mwambie kwa kumaanisha. Tell when you mean it. Kama ni wa jinsia yako unaweza hata ukamkumbatia. If it is your gender, you can hug him or her. Mwambie ninakupenda. Tell them that I love you. Ninakupenda. I love you. Tafsiri wangu ninakupenda. Na mimi nakupenda. Ninakuadmire. I admire. I thank you. Hallelujah. Amen. Wengine unaona unarekebishana hata tai, kama tai imekaa pembeni unamrekebisha, unamwambia nakupenda. You can set even the tie properly. You just tell them you love you. Mwingine hata kama nywele zake zilikuwa zimekaa vibaya unamweka vizuri, unamwambia nakupenda. Even when the hair is not proper, you can set the hair properly. Tell them that you love them. Nakupenda. Naomba basi na mimi nisalimie nakupenda. I love you. Can you greet me? Nakupenda. I love you. Nakupenda. I love you. Nakupenda. I love you. I love you. Amen. Jamani, uwe busy. Mimi niko busy na wekeza hapa. Busy investing. Na wewe wekeza kwa watu. Invest to people. Amen. Nakupenda binti yangu. Nakupenda. I love you my daughter. Kwa namna hii uponyaji wa Bwana ushuke juu yako. For that reason may the healing of God. Uponyaji wa Bwana ushuke juu yako. May the healing of God come upon you. Uponyaji wa kweli wa Bwana ushuke juu yako. May the real healing of God come upon you. Uponyaji wa Bwana ushuke juu yako. May the real healing of God. Uzima wa Bwana ushuke juu yako. May the life of God come upon you. Uzima wa Bwana ushuke juu yako. Let the life of God come upon you. Kupitia upendo huu uzima wa Bwana ushuke juu yako. Let the healing come upon you. Bwana ajibu mahitaji yako. Let Jesus Bwana ajibu mahitaji yako. Let God answer
answer your kupitia prayers. upendo huu Bwana ajibu mahitaji Through yako. this love, let God answer Bwana your prayers. ayajibu mahitaji yako. Let God Jamani, huku answer Bwana your prayers. ayajibu mahitaji yako. Let God answer your Bwana prayers. akuponye na magonjwa yote. Let God heal Bwana all your akuponye na diseases. magonjwa yote. All your diseases. Kupitia uwekezaji huu Bwana Through akuponye this na investment, magonjwa let yote. God heal all your diseases. Kupitia uwekezaji huu Through this investment, Bwana akupe kicheko. may God give you laughter. Bwana akupe kicheko. May God give you laughter. Hebu cheka basi. Bwana Can you akupe laugh? kicheko. Hallelujah. Bwana akupe kicheko. May God give you Bwana laughter. 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 akupe kicheko. May God give Katika you laughter. jina la Yesu. In Jesus' Katika name. jina la Yesu. In Jesus' Hebu name. tumshangilie Yesu Clap for Kristo. Jesus. Tumshangilie Yesu Clap for Kristo. Jesus. Celebrate Tumshangilie Yesu Jesus. Kristo. Celebrate Jesus Christ. Mungu ni wa ajabu sana. God is so wonderful. Najisikia kama ni muige mtu fulani. I feel like Yaani mnapendeza sana. you look beautiful. Alafu wote mmeoga. And all of you have bathed this morning. Oh, ninaona vitu vya thamani. I can see precious things. Ninaona vitu vya thamani katika kanisa la Bwana hapa precious BMCC. things in the BMCC church. Umati, wingu la mashahidi watakatifu wa Mungu. The cloud of witnesses Wanaokwenda mbinguni. who are going to heaven. Wanaopambana katika hali zote. Who are fighting in Ambao all wanashinda situations. na zaidi ya kushinda. Who are more than conquerors. Bwana akubariki. May God bless Na you. Bwana akupe kumuona yeye. May God give you to Katika see siku him. chache zijazo. In few days Hebu coming. tupige makofi tumshangilie Clap for tena. Jesus. Celebrate Jesus. Kwa vile umewekeza kwa huyo mtu. Because you have invested in that Kabla ya person. kukaa naomba mwambie tafadhali naomba ukae. Na kama kiti chake kina vumbi futa Allow mwambie them to naomba sit. ukae. Even the chair, if the Mwambie, chair is please have your dusty, seat. wipe the seat and welcome them on the seat. Yeah, naona mwingine anamfutia kabisa kiti. I can see they are wiping the chair. Wow, that's wonderful. Hiyo ni ajabu sana. That's wonderful. Hiyo ni ajabu sana. Hallelujah. Naona vigelegele vinajitokeza. Uponyaji. Hiyo ni dalili ya uponyaji. Healing is happening. Ni dalili ya uzima. That is the sign of life. Dalili ya uzima. Sign of life. Bwana ametendea mambo ya ajabu. God has done us great Na hivi ndivyo things. tulivyo kama kanisa la Bwana. And this is how we are as the Jamani, church of ninawasalimia God. sana katika jina la Yesu Kristo. I greet you in the name of Jesus. Kuwa na shughuli kubwa sana hapa Mwanza. We have been having a very great work here in Mwanza. Kwa wachungaji na maaskofu For pastors and bishops wa mkoa huu wa Mwanza. of all Mwanza region. Kuna semina nzuri sana ambayo inakwenda kwa jina hilo la Smart Pastors. We had a very good seminar which goes with the Bwana name of Mchungaji Makini. wachungaji wa Mwanza kwa namna ya pekee sana. God has ministered to the pastors of Mwanza Lakini in a mighty kwa kanisa way. hili, So I thank for this kwa church. baadhi ya washirika To viongozi some ambao of waliweza kutoa magari yao Some of the leaders and church members who kwa gave ajili out ya their cars kutusaidia to help kuwapeleka hotelini hao wageni na kuwaleta tena kwenye eneo la tukio. to transport all the guests from their hotels to the area where we were doing the. Katika mji wa Mwanza. Let's expect great things in Mwanza region. Wachungaji wamewekezewa sana. So the pastors have been invested on so Na sasa much. kabla tujaendelea, So before we go najua on, leo tuna mambo kadhaa. I know today we have a lot of Katika things. ibada hii In this tutakuwa na muda wa service, kuwaweka watoto wafu. we are going to dedicate our Lakini children tutakuwa na meza ya Bwana. and also the Lord's table. Tunamshukuru Mungu. We thank God. Tuna chombo maarufu sana hapa Tanzania cha online TV. We have our online TV. NYTV. Naona kiongozi wake alikuwepo katika hiyo Smart Pastor akichukua matukio. The leader was there featuring all the activities which was happening na there. Leo amejisikia kuabudu pamoja nasi, naona tena yuko kazini anachukua matukio ya BMCC. And today he is here, he is capturing all the activities which are going on here. Hapa BMCC. Mungu akubariki sana. May God bless you. Mr. Pastor. Na karibu sana. Najua and you are most welcome. I know you cannot greet us. Kwa sababu huwa mnasemaga yuko nyuma ya kamera. Because we will say he is behind the camera. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Lakini tunashukuru Mungu na vijana wetu. So we thank God also our youth. Nao wamekuwa wakifanya vizuri sana. Our media team are doing very nice job. Naona matukio haya ni kazi nzuri. As you see all these events hapa kanisani. Is the work of media team. Mungu awabariki sana. God bless you.
Wale ambao tumekuja kuweka watoto wakfu. All the parents who have come for their dedication of their children, please come forward. Ninaelewa ya kwamba tuko nje ya muda. I understand that we are out of time. Na mbele yetu tuna ibada muhimu sana, meza ya Bwana. And before us we have an important service for the Lord's table. Lakini jambo lililoko mbele yetu ni la muhimu sana. But the thing that is ahead of us is very important. Bwana ametupa uzao. God has given us the fruit of the womb. Ametupa watoto. He has given us children. Anaitwa nani jina lake? What's his name? Azel Emmanuel. Azel Emmanuel. Azel Emmanuel, kufuatia uamuzi wa wazazi wako kukutoa kwa Bwana, through the decision of your parents to give you back to God, na kuweka wakfu kwa jina la Mungu Baba, I dedicate you in the name of Mungu Jesus, Mwana, the Son, Mungu Roho Mtakatifu, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Slate Hinjo, kufuatia hiari according to the wazazi wako kutoa kwa Bwana, of your parents to give you back to God, leo na kutenga na kuweka wakfu, I separate you and kwa jina dedicate la Mungu Baba, in the name of the Father, Mungu Mwana, the Son, na Mungu Roho Mtakatifu, and the Holy Spirit. Amen. Nicholas Mahalu, kwa kuwa wazazi wako wameamua kukutoa wewe na kuweka wakfu kwa Mungu, because your parents have decided to commit leo naenda to God, kukutenga na kuweka wakfu, I separate you and dedicate kwa jina la Mungu Baba, in the name of the Father, Mungu Mwana, the Son, na Mungu Roho Mtakatifu, and the Holy Spirit. Halian, kwa kuwa wazazi wako wameamua kukutoa na kuweka wakfu, because your parents have decided to dedicate you, nami nakwenda kuweka wakfu, I dedicate you kwa jina la Mungu Baba, in the name of the Father, Mungu Mwana, the Son, na Mungu Roho and the Mtakatifu, Holy Spirit. Amen. Amen. Mekadesh Kelvin Beveta, kwa utashi wa wazazi wako, for the decision of your parents kukutoa kwa Bwana, to dedicate you to God, na mimi leo nakwenda kuweka wakfu, I dedicate kwa you jina la Mungu Baba, in the name Mungu of the Mwana, na Mungu Father, Roho the Mtakatifu, Son, and the Holy Spirit. Godfrey Aniseta Senga, kufuatia uamuzi wa wazazi wako kutoa kwa Bwana, by the decision of parents to dedicate you to God, I dedicate you in the name of the Father, na Mungu Roho the Mtakatifu, Son, and the Holy Spirit. Viniel Victor Kambarage, kufuatia uamuzi wa wazazi wako kutoa kwa Bwana, by the decision of your parents to dedicate you leo to nakwenda God, kuweka wakfu, I dedicate kwa you jina la Mungu Baba, in the name of the Mungu Father, Mwana, the Son, na Mungu Roho and the Mtakatifu. Holy Spirit. Ethan Victor, kufuatia utashi wa wazazi wako kutoa kwa Bwana, by the decision of parents to dedicate you leo to the nami Lord, nakwenda kuweka wakfu, I dedicate you kwa to jina la Mungu Baba, in the name of the Mungu Father, Mwana, the Son, na Mungu Roho and the Mtakatifu. Holy Spirit.
Kaydan Katala Kalemba, kufuatia uamuzi wa wazazi wako kutoa kwa Bwana, by the decision of your parents to dedicate you to the Lord, I dedicate kwa jina la Mungu Baba, in the name of the Mungu Mwana Father, the na Son, Mungu Roho Mtakatifu. and the Holy Spirit. Amen. Kaylin Katala Kalemba, kufuatia yale wazazi wako kutoka kwa Bwana, leo nakwenda kuweka wakfu kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tekla Charles Joseph, kufuatia yale wazazi wako kutoka kwa Bwana, nami nakwenda kuweka wakfu kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ivan Geoffrey, kufuatia yale wazazi wako kutoka kwa Bwana, nami nakwenda kuweka wakfu kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Innocent Melshak, kufuatia hiari ya wazazi wako kutoka kwa Bwana, leo nakwenda kukuweka wakfu kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Naomba wazee wa kanisa tusimame kuwazunguka watu wazazi hao pamoja na wachungaji, tunapokwenda kuwaweka kuomba kwa bali yao. As we dedicate and pray for them. Naomba mzazi, weka mkono wako juu ya mtoto wako. As a parent, put your hand on the head of your child. Kabla wazee hawajaweka mikono. Before the church elders put their hands. Weka kwanza. Put your hand on the head of your child. Hebu taja jina la mtoto wako. Mention the name of your child. Sema ninakubariki. Say I bless you. Ninakupenda. I love you. Nitafanya kila juhudi. I will do all the efforts katika kukuhudumia. In Mungu akufanye kuwa kichwa. May God put your head wala si mkia. And not a tail. Katika siku zote za kukua in kwako. All the days as you grow. Ninakubariki. I bless you. Kama mzazi wako. As your parent. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Naomba wazee tuweke mikono. The church elders put your hands on. Na kanisa zima naomba tunyoshe mikono yetu. And the whole church, let's stretch our hands towards them. Kuwabariki. As we bless them. Ya wote tusogee huku tuwabariki hawa watoto. Let's all bless. Kanisa tunyoshe mikono. Let the church Baba, katika jina la Yesu Kristo. Father, in the name of Jesus. Kama kanisa, as a church, tukiungana pamoja na wazazi, as we commune with the parents, tunawabariki watoto hawa. We bless these children. Tunawaweka wakfu. We commit them. Kama ambavyo tumewaweka wakfu. As we have dedicated them. Ya kwamba Bwana ukutane na mahitaji yao yote. You will meet at the point of their wape hekima wazazi hawa. Give wisdom to their parents. Kuwalea watoto hawa. To raise these kwa jinsi yao. According to. Tunakataa. We refuse. Tunakataa. We refuse. Tunakataa. We refuse. Kila roho mbaya all the evil ambazo ziko katika kizazi hiki. Which are in this generation. Walinde watoto hawa. Protect these walinde na roho mbaya. Wanapokuwa waepushe na marafiki wabaya. Tunakataa kila roho za ukatili. We refuse all the spirits of ulinzi wako Bwana utakuwa juu yao. We asking for your protection. Tunawafunika. We cover them. Nguvu za giza hazitawaweza. The evil of the powers of darkness. Na magonjwa yote mabaya ya utotoni. Separate them with the diseases. Kutana na kila hitaji la kila mtoto. Meet them at the point katika of their siku zote za kukua kwao. In all their days. Baba, tunakushukuru kama kanisa kwa ajili ya watoto hawa. For these children. Ni katika jina lako Mungu. In the name of the Father. Tumeomba na kuwaweka wakfu. We have prayed and dedicated. Amen. 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 Asante. Thank you.
Asante. Basi wakati wengine wanarudi, as others are going back, kama kuna mzazi ambaye huu ndo uzao wao wa kwanza, if there is a parent whereby this is your firstborn, basi ubaki hapa mbele. You can remain here. Kama huu ndo uzao wako wa kwanza, hujawahi kuzaa tena, if this is your firstborn, usimame hapa mbele. You can stand here. Sogea tu hapa mbele. Just stand closer. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Father, in the name of Jesus, naomba neema pekee kwa hawa wazazi, I'm asking for special grace upon ambao huu ndo uzao wa kwanza. Mungu, naomba wape hekima, give them wisdom, wape neema, give them grace, wape kila wanachokihitaji, give them everything that kwa ajili mtoto huyu for their children, ambaye ndo amekuwa akifungua mimba, who is the firstborn. Wasikose lolote, let them lack nothing, kiroho na hata kimwili, spiritually and physically. Wajaze maarifa yanayotoka kwako. Fill them with their wabariki wazazi hawa, bless these parents, wakawe walezi bora, that they can be the best na wazazi bora, and best katika jina la Yesu. In Jesus' name. Amen. Amen. Asante. Thank you. Niwaombe, tunakwenda katika kipindi kingine cha meza ya Bwana. Niwaombe wazee wa kanisa waweze kusimama hapa mbele. We are going to the Lord's table. May I ask the church elders to stand here of our strength. Na meza ya Bwana sio ya kuikimbia. The Lord's table is not something to abstain. Meza ya Bwana ni ya kuikimbilia. You have to run to it. Nilishahubiri sana habari zake mahali hapa. I've been preaching about it several times here. Na ni kuite ujiandae kuishiriki meza hii. Get prepared to partake the Lord's table. Wanaokwenda kushiriki meza hii, the ones who are going to partake this table waliokoka, are all who are saved, who are born again, Kama umetengwa katika kanisa lolote, if you have been excommunicated from any church, kushiriki. You are not supposed to partake. Na mtoto mdogo hutakiwi kushiriki. And also little children are not supposed to partake. Usiku ule kabla Bwana wetu Yesu Kristo hajatolewa, that night before the Lord Jesus was given up, alitoa mkate, he took the bread, akaumega, he broke it, akawapa wanafunzi wake akisema, toeni, and he gave to the disciples, huu ni mwili wangu unaokwenda kutolewa, and this is my body which is going to be given. Tamomba mchungaji atakwenda kuomba kwa ajili ya I will ask pastor to pray for the bread. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mkate huu ambao tumeushika mkononi. Usiku ule Yesu aliutwaa akaumega, hakika kawapa wanafunzi wake. Ni mkate unaotukumbusha namna ambavyo mwili wa Kristo hakika uliteseka, ulichubuliwa, uliumizwa kwa ajili ya sisi kuweza kupona. Bwana, tunapokwenda kushiriki Bwana, kama kumbukumbu, ninaomba wote tukapokee kuponywa. Bwana, miili yetu iweze kupona, roho zetu ziweze kuponywa, nafsi zetu ziweze kuponywa, maana Yesu hakika kwa kutoa mwili wake sisi Bwana tumepona. Ni katika jina la Yesu naomba nikishukuru na kuamini. Amen. Amen. Vivyo hivyo akisha kushukuru, likewise after giving thanks, akakitoa kikombe, he took the cup, akawapa wanafunzi wake, and he gave to the disciples, akawaambia, nyweni nyote katika hiki. He said, drink from this cup. Kikombe hiki, this cup, ni damu ya agano, is the blood of covenant, inayokwenda kumwagika, that is going to be kwa ajili ya wengi, for many, kwa ondoleo la dhambi. For the remission of sin. Mchungaji atakwenda kushukuru kwa ajili ya kikombe. Pastor is going to give thanks for the cup. Baba yetu na Mungu wetu mwaminifu, tunakipokea kikombe kama ishara ya damu iliyomwagika pale msalabani kwa ajili yetu. Asante kwa sababu wewe Mungu ulituagiza kwamba tufanye hivi kwa kumbukumbu ya tukio hilo la ukombozi. Tunapokwenda kushiriki kikombe, Bwana, asubuhi hii, namwombea kila mmoja anayekwenda kushiriki, ukampe kuwa na neema ya ushirika. Asante kwa sababu hata ya uponyaji ambao utaendelea ndani ya miili yetu tunapo shiriki kikombe hiki. Kibariki, tunakipokea kwa shukurani. Katika jina la mwanao Yesu tunaomba. Amen. Amen. Basi utapata nafasi, so you will get a chance,
ya kuja hapa mbele to come forward. Na wakati wazee wanajipanga hapa, as the elders are arranging themselves, utachukua mkate, you will take the bread, usishiriki, don't partake it. Baadaye utachukua kikombe, later on you will take a cup, usishiriki, don't partake it. Alafu baadaye tutashiriki wote kwa pamoja, and later on we are going to partake all of us together. Kwa hiyo utakuja mstari mmoja baada ya mwingine, so you'll be coming one line after another katika maeneo yote, in all areas, na utachukua and you will take kila ambacho utakuwa umekabidhiwa. all the instruments. Praise team, timu ya sifa, basi watakuwa wanaimba, they will be singing tunapokwenda kuchukua hivi, as we are going to take the instruments. Mungu bila damu
ambaye unaweza kusimama. If you are able to stand, unaweza kusimama. Can you please stand up? Baba, tunasema asante. Father, we say thank you kwa ajili ya mwili wako uliotolewa kwa ajili yetu. For the body that was given for us. Tunapoenda kushiriki sasa, as we partake now, lile kusudi let the la kushiriki meza hii of partaking this likatimie ndani ya kila anayeshiriki. Be fulfilled in everyone who is partaking. Uhai na uhuisho mpya. Let there be renewal na uponyaji mkamilifu. And a complete healing. Tunakwenda kushiriki sasa. We are going to partake katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Naomba tushiriki mkate kwa pamoja. Let's partake the bread. Baba, tunashukuru tena kwa ajili ya kikombe. Father, we thank you again for the cup. Uhai uliomwagika. The life that was given. Ili sisi tuishi milele. So that we can live to forever. Tunapokea heshima hii kubwa. We receive this honor. Na uhuisho mpya ndani yetu. And renew na kuendelea kufanyika mashuhuda mpaka utakapokuja. And will be testifying till you come. Bwana, Lord, tunaupokea uzima katika miili yetu. We receive life in our bodies. Tunaenda kushiriki we are going to katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. The Son and the Holy Spirit. Naomba tushiriki kikombe kwa pamoja. Let's partake the cup together. Hebu uwe na muda wa dakika moja kumshukuru Mungu. Have a little time to give thanks to God. Kama ambavyo tumefundishwa leo kushukuru. As we have been taught today to give thanks. Mshukuru Mungu kwa mambo yote. Give thanks to God for everything. Mshukuru hata kwa yale ambayo huyaelewi. You can give thanks to Him even for the things that you don't understand because Baba, asante kwa ajili ya uzima huu. Father, thank you for asante. Thank you. Kwa ajili ya damu hii. For this kwa ajili ya mwili uliotolewa. For the body which na sasa Bwana tunakushukuru. And now Father we thank you. Pokea sifa zote. Receive all pokea shukrani. The praise and thanks. Kwa kuwa unajishughulisha sana na mambo yetu. Because you take care of us. Tunaondoka mahali hapa. As we depart from tumefunguliwa katika maeneo mengi. While we'll be katika jina lako Mungu Baba. In the name of the Mwana na Roho Mtakatifu. The Son and the Holy Spirit. Tunashukuru. We give thanks. Amen. 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 Asante. Thank you.